na watu wakachukua mabomba wakapeleka, wakaamua kufanyaje? Kwanza kumwagilia kwenye mashamba. Unachukuaje bomba ambalo si la kwako? Niko serious na kazi za Mheshimiwa Rais. Yaani sitacheza na mtu. Sitacheza na mtu yeyote anayehujumu miradi ya maji. Mheshimiwa Rais ameamua kukomana sisi ili tupate maji. Alafu ndani ya hii kata kuna watu wameamua kuchukua mabomba ya serikali. Niwatake wote ambao wameficha mabomba hayo, rudisheni mabomba. Rudisha, kwa sababu hawa wachache ambao niko nao huko na wapeleka mahakamani. Akikutaja nikaja nikapata bomba mikononi mwako au umeenda kuuza Kahama, ama zako ama zangu. Mimi niwaambie, niko serious kwenye hili na sitaki utani kwenye hili. Kwa hiyo niwatake sana. Tunafurahia maji, tunapiga makofi Mheshimiwa Rais ametuletea maji. Ninyi mnaamua kuchukua mabomba ambayo yako site. Mnaelewa ndugu zanguni? Msikubali mtu afukue mabomba. Mnaelewa Wamama wanateseka na watoto wanateseka na wababa wanateseka, alafu wanatokea vijana wachache wasiotaka kujishughulisha, wanakaa kuiba, wanaenda kuuza. Ole wako. Ole wako ni kukamate unaiba bomba. Tunakosa maji kwa sababu yako. Mradi unasuasua kwa sababu yako. Mnaelewa ndugu zanguni? Yaani kama una bomba, kama hayo mabomba yote hayajakamilika yaliyoibiwa, kwa sababu machache tumeshika, machache hayajakamilika. Kama unalo bomba nyumbani kwako, rudisha. Rudisha bomba, nikikukamata nalo miaka 30 jela. Usifikiri tu kumbebesha mtoto wa shule mimba ndio miaka 30 ndani jela. Hata kuhujumu mradi wa serikali lazima utaenda jela miaka 30. Sawa ndugu zanguni?